Wazaramo ni moja kati ya makabila ya asili Tanzania yanayopatikana kwa wingi katika mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Asili yao inahusishwa na jamii za Kibantu waliovuka kutoka Afrika ya Kati na kuhamia maeneo ya mashariki ya Afrika katika karne nyingi zilizopita. Wazaramo waliingia katika maeneo ya pwani ya Tanzania wakichanganyika na jamii zingine kama vile Wamgao, Wamakwere na Wamwera, lakini wakaendelea kuunda utambulisho wao wa pekee wa kikabila. Wazaramo waliishi kwa muda mrefu katika maeneo ya pwani wakijihusisha na shughuli mbalimbali za kilimo, uvuvi na biashara. Walistawi zaidi kutokana na ukaribu wao na bahari ya Hindi, hali iliyowawezesha kuwa karibu na wasafiri wa Kiarabu, hata kuingia katika biashara ya asili, ikiwa ni pamoja na biashara ya watumwa na bidhaa kama vile ndizi, nazi na samaki. Kwa sababu hiyo Wazaramo walipata athari kubwa ya kiutamaduni kutoka kwa Waarabu na Waswahili wa pwani, jambo lililowafanya kuingiza baadhi ya maeneo ya Kiarabu katika lugha yao ya Kizaramo. Kihistoria, Wazaramo walikuwa na jamii zilizojiendesha kwa mifumo ya ukoo, ambapo kila ukoo ulikuwa na kiongozi wake maarufu kama mzee wa ukoo au uongozi wa kijiji. Ingawa hawakuwa na chifu mkuu wa kitaifa, waliweza kuendesha jamii yao kwa mshikamano na ushirikiano wa ukoo na vijiji. Walikuwa na mfumo wa utawala wa kijadi uliotegemea baraza la wazee, hasa katika suluhisho migogoro ya kijamii, ndoa, urithi na matumizi ya ardhi. Lugha yao ni Kizaramo, ambayo ni mojawapo ya lugha za Kibantu. Licha ya kuwa na mfanano mkubwa wa Kiswahili, Kizaramo kina utambulisho wake wa kipekee na bado kinazungumzwa na watu wa jamii hii, hasa katika maeneo ya vijijini. Hata hivyo, kutokana na ukuaji wa miji kama Dar es Salaam, matumizi ya Kizaramo yameanza kupungua kwa kasi miongoni mwa kizazi kipya, ambapo hutumia zaidi Kiswahili na hata Kiingereza. Katika utamaduni wao, Wazaramo walikuwa na desturi za kipekee kama tohara, ngoma za jadi, sherehe za jando na unyago na ushairi wa Kiswahili wa asili. Wanajulikana pia kwa mapishi yao ya kienyeji kama vile wali na nazi, samaki wa kuchemsha, mihogo ya kuchemsha au kukaanga, pamoja na matunda ya asili kama vile maembe, mapera, machungwa. Vile vile walikuwa na mavazi ya asili yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kanga, kitenge na leso, ambayo yalivaliwa kwa staha kubwa hasa na wanawake. Wakati wa ukoloni, Wazaramo walikuwa miongoni mwa makabila yaliyotoa nguvu kazi katika mashamba makubwa ya wakoloni waliokuwa wanamiliki mashamba ya nazi, pamba na miwa. Baadhi ya Wazaramo pia walihusika katika harakati za kisiasa za kudai uhuru wa Tanganyika, wakitoa viongozi na wapigania uhuru waliokuwa mstari wa mbele kuhamasisha jamii dhidi ya ukandamizaji wa mkoloni. Kwa sasa Wazaramo ni sehemu muhimu ya jamii ya Tanzania, wakiwa wameenea katika maeneo ya kijamii na vijiji, huku wakihusishwa na shughuli za kisasa kama biashara, siasa na elimu na utumishi wa umma. Ingawa baadhi ya mila na tamaduni zao zimeanza kupungua kutokana na maendeleo ya kisiasa, bado kuna juhudi kutoka kwa wanajamii na taasisi za kitamaduni kuhakikisha kuwa historia, lugha na urithi wa Kizaramo vinaendelea kuhifadhiwa na kuthaminiwa. Kwa ujumla, historia ya Wazaramo inaonyesha jamii ya Kibantu iliyojikita katika ukanda wa pwani, iliyojifunza kushirikiana na makabila mengine, iliyoathiriwa na wageni wa pwani, lakini pia ikihifadhi utambulisho wake wa kipekee katika lugha, mila na maisha ya kila siku. Ni jamii ambayo ina mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa la Tanzania, hasa kutokana na nafasi yao ya kijiografia na kihistoria. Mimi ni Rozi Mbogo wa Annual TV.